Waliojeruhiwa katika vita vinavyoendelea dhidi ya Iran sasa imeongezeka na kuvuka wanajeshi 500, hali ambayo inadhihirisha kuongezeka kwa ukubwa na ukali wa mapigano kati ya mataifa hayo mawili. Ongezeko hilo linakuja wakati operesheni za kijeshi zinaendelea katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati, huku pande zote zikiendelea kufanya mashambulizi ya anga, makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya malengo ya kijeshi. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa Marekani aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina, idadi halisi ya majeruhi tayari imevuka wanajeshi 500, ingawa mfumo rasmi wa Pentagon bado unaonyesha kwa wanajeshi 482 waliojeruhiwa. Afisa huyo alieleza kwa mfumo huo huwa unachelewa kusasisha taarifa kwa sababu kila tukio la jeraha lazima lithibitishwe na makamanda wa vikosi, madaktari wa kijeshi na maafisa wa utawala kabla ya kuingizwa rasmi katika rekodi za jeshi. Kutokana na utaratibu huo, takwimu zinazotolewa kwa umma mara nyingi hubaki nyuma ya hali halisi ya uwanja wa mapambano. Taarifa hizo zinaonyesha kuwa kiwango cha majeruhi wa Marekani katika vita hivi kimeongezeka kwa kasi kwenye kipindi cha hivi karibuni, hasa baada ya Iran kuongeza mashambulizi yake dhidi ya vituo vya Marekani vilivyopo katika nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati. Mashambulizi hayo yamehusisha matumizi ya makombora ya ballistic, makombora ya masafa marefu, ndege zisizo na rubani pamoja na silaha nyingine zinazolenga miundombinu ya kijeshi na maeneo na hifadhi wanajeshi wa Marekani. Maafisa wa kijeshi wanasema sehemu kubwa ya majeruhi ilitokana na mashambulizi yaliyolenga kambi za kijeshi, vituo vya amri na udhibiti, maghala ya silaha, maeneo ya kuhifadhi vifaa vya kijeshi na mifumo ya rada. Ingawa baadhi ya makombora na drones zilidunguliwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani na shirika wake nyingine zilifanikiwa kupenya na kusababisha milipuko mikubwa iliyoathiri wanajeshi pamoja na vifaa vya kijeshi. Ripoti zinaonyesha kuwa majeruhi hao hawajumuishi tu waliopata majeraha makubwa, bali pia wale waliopata majeraha ya kiwango cha kati na madogo. Miongoni mwa majeraha yaliyoripotiwa ni majeraha ya vipande vya milipuko, majeraha ya moto, kuvunjika mifupa, majeraha ya mgongo, kupoteza uwezo wa kusikia kutokana na milipuko, pamoja na majeraha ya ubongo yanayosababishwa na mawimbi ya mlipuko, ambayo ni miongoni mwa majeraha yanayowasumbua zaidi wanajeshi katika vita vya kisasa. Wanajeshi wengi walipatiwa huduma ya kwanza katika vituo vya afya vilivyopo karibu na maeneo ya mapigano kabla ya kuhamishiwa hospitali za kijeshi kwa kutumia ndege maalum za matibabu. Waliokuwa katika hali mbaya zaidi walihamishiwa hospitali kubwa za kijeshi nje ya eneo la mapigano kwa ajili ya upasuaji na matibabu ya muda mrefu, huku wengine wakitarajiwa kurejeshwa nchini Marekani kwa ajili ya uangalizi zaidi. Kuongezeka kwa idadi ya majeruhi pia kunaweka mzigo mkubwa kwa mfumo wa afya wa jeshi la Marekani. Daktari wa kijeshi, wauguzi na timu za dharura zimeendelea kufanya kazi saa 24 kuhakikisha wanajeshi waliojeruhiwa wanapata matibabu kwa wakati. Aidha, jeshi limeongeza usafiri wa vifaa vya tiba, damu, dawa na wataalamu wa afya katika vituo vya kijeshi vilivyopo karibu na maeneo ya mapigano ili kukabiliana na ongezeko la majeruhi. Upande mwingine, Marekani imeendelea kuongeza mashambulizi yake dhidi ya Iran kwa lengo la kudhoofisha uwezo wa Tehran. Mashambulizi hayo yamelenga vituo vya uongozi wa kijeshi, maghala ya makombora, maeneo ya kutengeneza na kuhifadhi drones, mifumo ya ulinzi wa anga, viwanja vya ndege, vituo vya mawasiliano pamoja na njia za usafirishaji wa vifaa vya kijeshi. Pentagon imekuwa ikieleza kuwa operesheni hizo zinalenga kupunguza uwezo wa Iran kuendelea kushambulia vikosi vya Marekani na washirika wake katika eneo hilo.